sana mtazamaji wa Siri Yetu TV, na tumaini uko poa mzima wa afya. Mimi naitwa Uncle G, lakini leo bwana niko Njombe Tanzania, mtaa wa Chaugingi. Niko na mwanadada girl from Njombe. Ikumbukwe miezi mitatu hivi imepita tulifanya naye interview kuhusiana na brand yake ambalo analitumia. Ni moja ya majina ambayo yanafanya vizuri sana nyanda za juu kusini, hasa ambayo 2026 ni jina ambalo limekuja kushika kasi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini siku ya jana ameamua kuonyesha brand yake hadharani kwamba kuna tukio, na sisi Asili Yetu TV tukaona ni wajibu wetu kufika na kwa ajili ya kuzungumza naye. Tuambie, kwa yule ambaye hakufahamu, naitwa nani bwana? Naitwa Glory Mgaya. Oh, okay. Glory Mgaya. Mgaya, umepoa sana leo, hatujapata supu. Hapana. Ndio nilivyo. Ndivyo ulivyo leo au mood leo umeamka huko hivyo? Hapana, mimi ndio nilivyo. Okay. Tuambie brand yako sasa 2026 tuliangazia kama miezi mitatu hivi imepita, na ulitupromise kwamba unatamani kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa kwa kutumia brand yako hiyo hiyo ya Girl from Njombe, lakini pia ulielezea sababu ya kutumia jina brand, jina la mkoa ni nini. Ulielezea sababu nyingi sana, lakini leo tumeona jana umetutambulishia sasa kwamba nina jambo langu tayari nimeshaliweka. Ili kupa yani nguvu hii umeipataje pataje? Nimeipata sababu kuna watu wengi sana wanifuatilia mtandaoni, kwa nikapenda sana niitumie hii kwenye biashara. Bango kubwa kabisa. Ndio. Aliye design bango baada ya kumpa jina hakukupa ushauri mwingine kwamba bwana hii jina kidogo? Hapana, sababu naye huaga nifuatilia sana TikTok, anasema ni jina nzuri. Kwa kulikuwa hauna ushauri mwingine. Okay. Ulipofanya interview na wewe kwa mara ya kwanza kama miezi mitatu hivi imepita, ofisi ilikuwa iko tayari au ilikuwa bado? Ilikuwa tayari, lakini nipo kwenye marekebisho. Okay. Na bango hili tumeliweka lini? Ni jana. Jana. Ndio. Baada ya kuweka bango na imani umeposti kwenye mitandao ya kijamii, mapokezi yake yalikuwaje? Mapokezi yalikuwa makubwa sana sana. Okay. Wengi wanasema ni tag location waje wapaone. Wengi walikwambia taja location waje wapaone. Okay. Baada ya kuposti kuna watu wako wale wa karibu wameshafika kwa ajili ya kukusapoti? Ndio, ni wengi wamenisapoti kwa kuposti, wengine wamefika Disemba. Okay. Na moja kitu gani ambacho sasa tunajivunia baada ya kuweka bango, kwa sababu tayari tumeshaingia kwenye mchakato sasa wa kutambulisha biashara mdogo mdogo, ndo tunaondoka hivyo? Jamani, sijui hata nielezeje, lakini naomba kwa ni mnisapoti. Kukusapoti kwa mfumo upi sasa? Kuja kununua. Yule anayebarikiwa anaweza katupia kreti. Ndio, kuniongezea, maana mteja sio mkubwa sana, maana ndo naanza. Kwa hiyo mtu yote anaweza kunisapoti. Karibuni sana. Okay. Kwa sasa hivi Glory, wewe ni CEO au bado hatujatambua kama tuko ni CEO? Bado. Mteja wenyewe ndo kwanza, bado mdogo. Lakini ni CEO, hata kama mtaji ni mdogo, wewe si ndo msimamizi? Ndio. Okay. Tuambie sasa tunachojivunia kuhusiana na Girl from Njombe. Tunachojivunia? Unachojivunia kulitumia jina hili mpaka sasa hivi? Sababu unapata connection nyingi za kazi, kwa sababu mimi cha kwanza mbali na ujasiriamali ambao nafanya, mimi pia ni video vixen. Kwa watu wengi wananitafuta, japo mwanzo nilikuwa sijulikani. Sasa hivi napata connection nyingi za kazi kupitia jina. Ndio. Okay. Umetisha sana. Baada ya sasa ya kuweka bango, watu wengi wamekusapoti kwa kuposti na heshima kubwa, lakini wapo ambao wamefika kwa ajili ya kununua vinywaji. Tangu tulipoanza biashara mpaka leo hii, mpaka tunapofika hatua ya kuweka bango, tuna imani kwamba ilianza kwanza biashara bila bango, si ndio hivyo? Yes, baadaye tukaona tuweke bango. Nini kilikushawishi hasa kutoka kwamba tulikuwa tunafanya biashara, inawezekana labda umeanza miezi miwili hujaweka bango, lakini baadaye ukaona
ngoja niweke bango. Sababu watu wengi wananiona tu mtandaoni, hawajui sehemu nilipo. Kwa hiyo nikaona nikiweka bango itakuwa inanitambulisha hata tu kufikia kwa urahisi. Okay. Umetuambia wewe ni video Vincent. Kwa yule ambaye msanii anataka kuja kufanya kazi na wewe sasa hivi, wewe ni CEO, huna njaa, cha kwanza hilo lazima lizingatiwe. Yaani ninapokupigia Ankoji nataka kuvua uje ufanye kazi kwenye nyimbo fulani, nifuate utaratibu upi? Kwa sababu tayari ni CEO. Kwa hiyo ninapokuja kwako lazima nije najua kabisa naenda kwa Glory ni mtu ambaye yuko hivi. Cha kwanza kama nitafuta kwa ajili ya kazi, tufanye kazi. Kuna wasanii wengine kufanya kazi hapo anataka na sijui ni mahusiano sijui ni nini. Nipo miki kazi. Okay. Sasa hivi umekuwa star sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa zile dancer zenu mnazofanya zile challenge, wewe Bandidu Master, Mtulivu Boy na yule dada mwingine nani yule, baada ya kufanya interview naye nilifanya naye mwingine Karina. Achana na Karina, yupo yule mwingine anatokea kitaa hiki, ni mweusi hivi anaitwa nani sijui. Mmekuwa mkisumbua sana kwenye mitandao, tumetengeneza umoja au inakuwaje kwaje? Kwa sababu tumeona mara nyingi mko sikula kisinia wapi ishu kama hizo, wakati kwa wasanii wengine kinjombe njombe hatujaona hivyo, lakini nyinyi mmekuwa kama content creator fulani ambao mnajiorganize, mnatoka mnaenda sehemu fulani, mnakula bata mnarudi. Hapo bado hatujatengeneza umoja, lakini kama ikitokea kuna msanii labda ametuita tu tukafanya challenge, ndio huwa tunaitana ili kumsupport msanii. Okay. Maokoto wanazingatia? Ndio. Mara ya mwisho pesa ambayo unaikumbuka tuliipokea kutoka kwa msanii ilikuwa shilingi ngapi? Na usimtaje msanii. Ilikuwa 100,000. 100,000. Huyo alijikamua sana. Wa mwisho ambaye alikuwa angusha kabisa. Aliangusha kwa msanii mmoja hizo Makamba. Alikulipa shilingi ngapi? Sisemi. Lakini kipindi hicho hata hivyo nilikuwa bado sifahamiki. Kwa alivyoniita na ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa hata hivyo sikumpangia bei, lakini akaniambia ninaichi. Naomba upokee. Japo na mimi ndo naanza. Okay. Nikamshukuru. Okay. Sasa hivi umekuwa ni star, lakini pia brand yako inakuwa. Umejiandaa vipi kuilinda brand na kuitetea brand kuhakikisha haishuki bali inazidi kupanda juu? Mheshimu yote alionizidi umri. Na hata chini ya umri wangu. Kwa nini? Kwa sababu heshima, yaani ukimheshimu hata mtoto anaweza tuongeeje. Yaani hata ukikutana naye hivi barabarani, sababu hujawahi kumkosea, hujawahi kumvunjia heshima, hata kama pia ni mdogo, anaweza kaambia hata na watu wengine pia. Okay. Harakati za kuwa star ni kazi sana. Changamoto gani ambazo tunakutana nazo baada ya hili jina kuanza kufanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii na imani sasa hivi ukipita sehemu yoyote watu wanaweza kana wanasema yule dada ni huyu hapa. Kuna changamoto gani ambazo binafsi zinakukera sana? Star tunajua una mambo mengi. Ukiingia dukani kununua nguo ukiomba funguzo. Imesha kukuta hii? Ndio, zaidi mara 3. Wanakukamia. Ilikuwaje? Hebu tuambie ilikuwaje ulivyoenda kwenye hilo duka ila usilitaje. Nenda dukani kununua nguo. Nguo iko inauzwa 35,000. Nikamwambia mimi na 30. Naambia bwana wewe ni mtu mkubwa bwana. Wewe sikupunguzia. Niko ni mtu mwingine ningekupunguzia. Nilikata. Ukaenda duka lingine bado ukakutana hivyo hivyo. Zile maduka 3. Kwa hiyo yani na baada ya kukutana na hiyo issue binafsi uliipokeaje na ilikupa wakati gani? Pata wakati mimi star lakini sina hela na mimi kwanza ndo najitafuta. Ni star alafu huna? Sina hela. Lakini watu wanaona wewe ni mtu mkubwa, inawezekana wanafikiria ni dada ambaye yuko vizuri kwenye uchumi, sio? Hapo kwenye uchumi uongo. Sasa mimi najitafuta kama wako asinikamie sana. Wapungue jamani, wauza nguo au wafanyabiashara wote, mkimwona girl from Njombe anakuja kununua bidhaa msimkamie jamani. Anatuambia bado anajitafuta kwenye harakati za kuhakikisha kwamba anakuwa na pesa, lakini anasema jina lake limekuwa kubwa
lakini pesa hana. Okay? Lakini kilichotuleta leo ni kuangazia biashara yako umeanzaje na umewezaje mpaka kusimama hapa. Promise kwa wale wanawake ambao wako generation ya kwako ambao mnakuwa wote, inawezekana wanatamani kufikia ndoto kama hizo, ila wanaweza wanakatishwa tamaa au hawajui wapi waanzie hivyo. Yaani unavyoanza biashara, cha kwanza uwe na imani. Cha pili usikatishwe tamaa. Mimi sikuanzia hapa, nilikuwa nimeanzia kwenye container. Unaifahamu container? Container yaani wanachukua zile bati, sijui ni kama aina ya bati, ni ngumu zile. Nilipanga pale. Nilichukua kwa muda. Kwanza biashara ilikuwa ngumu. Yaani sijui tusemaje, lakini ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Au kwa sababu hatukuweka nembo? Hata hivyo nilikuwa bado, yaani nilikuwa sifahamiki. Hata hivyo labda waliokuwa wananifahamu ni wachache sana, maana mimi kwanza kabisa kujiajiri niliajiriwa. Okay. Baada ya kupambana ndio nikajiajiri. Kwa unavyoanza biashara, cha kwanza uwe na nidhamu kwa kila mteja, haijalishi amekujeje. So unaangalia sababu ni handsome, nimhudumie vizuri, unaacha ambao wamevaa mabuti, hapana. Cha pili, hata kama una mteja mdogo anzia huo. Maana ukianza na mteja mdogo ndio unajua faida iko wapi na hasara umeingiza kiasi gani. Okay. Umeeleka sana. Na tunapata muda vipi kufanya biashara na kwenda kufanya challenge? Ni kuandaa tu ratiba, ndio kama hivyo. Nikipata muda, hapa nipo na watu ambao pia nimewaajiri. Kwa nikipata muda na upanga, kama kwa mtu ananiambia tu tukafanye challenge au kwenda kushoot video, kwa napanga tu ratiba. Okay. Nikikupa nafasi, salamu zako au wape Charlotte watu 5 ambao wamechangia wewe kusimama, iwe kwa mawazo, kwa maombi, kwa mtaji, kwa kutoa pesa, kwa ushauri, kila kitu. Kwanza babangu na mamangu, pia na ndugu zangu, pia rafiki yangu anaitwa Jackie. Okay. Jackie anafanya shughuli gani? Ameajiriwa pale kwa Malila. Okay. Alikupa nini huyu? Alikuwa ananipatia support sana. Support. Okay. Tuondoke namba 3. Namba 3 ni mchumba wangu. Mchumba wako? Ndio. Amewajibika kweli kweli? Sana. Naye ndio alikuwa ananipatia sana moyo. Okay. Akiachana na baba na mama, naye pia mtu muhimu sana. Ndio. Okay, namba 4? Namba 4 majirani zangu. Majirani zako? Ndio. Okay, namba 5? Namba 5 wateja wenyewe. Wateja wenyewe. Ndio. Okay. Mimi nikushukuru sana kwa kupiga story na sisi. Sasa kwa yule ambaye anatazama interview hii, ili aweze kuja kukusupport, tupe location. Location ukifika Chowgingi, barabara ya FM Hotel Lami, mwisho wa jengo la Anglikana, niko hapa. Uko hapa, watakutana na bango kubwa. Hero from Njombe anawakilisha kwa heshima kubwa. Asante sana, karibuni sana. Bwana, shukrani sana. Hakikisha tunamzingatia dada huyo hapo ambaye sasa hivi ameshaanza kuwa CEO, na sisi tunamkaribisha kwenye upambanaji. Kwa hiyo sasa hivi tukiona tutakuwa naitana CEO kwa sababu uko nafasi fulani hivi. Hongera sana. Asante sana.